kwa urefu wa kamba yako. Mwambie jirani yako utakula kwa urefu wa kamba yako. Kumsihi Mungu ni kuzuri. Ukimsihi Mungu kwa kutaka nguvu zake, uwepo wake, ukimsihi Mungu baada ya kumaliza kumsihi, nenda kapambana. Yaani huku ndani tunakuimarisha upate neno la kwenda kusimamia. Unapokwenda kuomba uwe na neno ambalo unalisimamia. Sasa unapopambana, hili neno linakuwa ni nguvu kwako za kumshinda adui. Wako wengi wanipinga. Mmoja miongoni mwa maadui wanaokupinga na kukuzuia ni mizimu ya kwenu. Babu zako wanasema wewe mtoto, katika miaka 400 watu wote wa ukoo wenu walikuwa wanaabudu kwa hiyo miungu, walikuwa wanasikiliza maelekezo ya miungu, walikuwa wanaanguka, walikuwa wanatoa sadaka kwa hiyo miungu. Wewe peke yako ndio umeamua kugeuka na kwenda kupeleka sadaka yako kwa Mungu mwingine. Yaani hivyo ulivyo wewe ndio umeasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha nyepesi, wewe ni mwasi wa ukoo wenu. Kwa hiyo so umeasi kule, umeingia kwenye ukoo mwingine. Yesu asifiwe. Sisi hatuitwi kwa ukoo wa Kabuka, tunaitwa kwa ukoo wa Kristo. Ndio maana unaitwa Mkristo, sio ukoo wa kina Mbayo, sio ukoo wa kina Kabuka, sio ukoo wa kina Zibro. Ni ukoo tumeingizwa kwenye ukoo mwingine. Ukoo huu ni wa Kristo. Tumenunuliwa, tumekuwa ni mali ya Kristo. Amen. Sasa ni vizuri uelewe, unapokwenda kuiambia miungu yenu, iambie kwamba mimi ndio ukoo upi, waelewe umehama kwa kiasi gani. Yanakuingia. Saa zingine usipowaambia, wataendelea kukufuatilia. Na ni vizuri ujue ukoo wa baba yako kwa jina, ujue ukoo wa mama yako kwa jina. Sawa sawa. Lakini zaidi ya hapo uongeze ufahamu kidogo, juu kidogo. Wamama wengi mnawauza watoto wenu kwa kwenye koo zingine ambayo sio familia hiyo. Wewe unajiita mtoto wa Kabuka, kumbe mama ndo anajua mimi ni mtoto wa nani. Wewe ukawa unajisifia kwamba mimi ni mtoto wa Kabuka, lakini kwenye sura ya Kabuka wewe haupo. Yaani kila ukiangalia hii mbegu nyingine. Mungu wetu asifiwe. Kwa saa zingine unaposema kwamba Mungu unajua uzao uliotokea, unajua mbegu iliyotokea, katika hiyo mbegu na uzao huo uliotokea ambao wewe Mungu unajua, mimi naukataa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Juzi nilikuwa nakushuhudia hapa, nilikuwa naangalia kwenye simu yangu. Sasa kuna mtoto alikuwa amempenda mwenzie hata kuoa, lakini ile mtoto babake anakataa usimuoe ile binti. Amemkatalia kwa muda mrefu. Baadaye baba mtoto akasema, baba niambie, kwani unatazamana pale panapo salama? Baba akasema, mwanangu njoo. Akasema, yule pale ni mwanangu, yule mama yako ajue. Kwa ile ni damu yako. Wamama wana mengi na wababa pia wana mengi. Mungu wetu asifiwe. Mtoto alimwambiwa hivyo, akaenda kumwambia mama, azaa ameshuhudia. Naye mama akasema, kwa nini unani? Akasema, mama, njoo nikwambie ukweli. Akasema, baba ananisuia pale, kumbe yule ni dada yangu, ni damu yetu. Kwa amenisuia kwa sababu yule ni damu yetu. Mama akasema, yule sio damu yako. Baba hajui, baba yako nimemuuzia wewe. Wewe sio mtoto wewe baba. Unajua, nilikuwa peke yangu chumbani, ikabidi nianze kucheka. Kwa sababu baba anajua alimchiti mama. Kumbe mama naye alimchiti baba. Kwa baba huyo ameuziwa kwamba ni mtoto wake. Na huyo mama naye alikuwa hajui kama yule mtoto wake. Wewe hapo
nani mwenye haki hapa? Unajua kuna maeneo mengine kwa magumu. Wamama wengi sana wamewauzia wababa watoto. Kwa wengi mnaitwa kwa ukoo ule, lakini uhalisia wewe sio mtoto wa yule baba. Inawezekana ni kweli kwa mtoto wa yule baba, na inawezekana pia ukawa sio mtoto wa yule baba. All weather, vyovyote iwapi, umeshazaliwa uko pale na umekuwa. Kama umelelewa umelelewa. Sasa sio swala kwenda kutafiti ili mimi mtoto wa baba ni mtoto wa mama. Ushindwe kwa jina la Yesu. Wewe umelelewa, endelea kuamini hicho ulichoaminishwa. Mungu wetu asifiwe. Wamama umetuaminisha kwamba huyu ndio baba yangu. Inawezekana sio baba yangu kabisa, lakini Mungu anajua. Haleluya. Kwa tunaenda kushughulikia maadui wa mafanikio yako, sio shetani. Adui wa mafanikio yako sio Mungu. Adui wa mafanikio yako ni wewe. Ndio anasema hivi, adui wa mtu ni wale wanini? Adui wa mtu ni wale wapi? Kwa nini kusema mapepo au kusema majini? Adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Tabia yako ndio adui mkubwa wa mafanikio yako. Angalia Mithali 6:6. Anasema ewe mvivu, mwendee chungu, zitafakari njia zake. Hana akida wala msimamizi, lakini anajikusanyia chakula chake wakati wa hali, ili akitumia wakati wa mvua. Sasa kama chungu ana akili, chungu anafanya kazi kwa bidii. Hebu ulizo uliyopanda, wewe unafanya kazi gani ya kuzalisha? Au umekuwa parasite, unakula vya wenzako? Parasite, unafahamu parasite? Parasite, kuna miti fulani mikubwa, unakuta ni mti mkubwa, au kuna kamti kengine kamechomeka, lakini akayotokea huku chini. Umechomeka kutoka hapa, unakula chakula cha huyu, lakini ndio na majani yake, na haufanani kabisa na ule mti mwingine. Maana hiyo miti. Sasa ile ndio parasite. Parasite ndio anakula kitu ambacho sio hajakifanyia kazi. Mnyonyaji. Sasa mmoja jirani wewe mnyonyaji. Anasema nimeolewa. Unaweza ukawa umeolewa lakini mnyonyaji. Asiyefanya kazi na asifanyeje? Na mkasoma ile Mithali ya mwisho. Anasema mke mwema. Kasomeni habari ya mke mwema, ndio utakapojua mwanamke mwema anataka wewe. Mungu wetu asifiwe. Nasema kazi hakuna kiwanja, ni ya mwanaume. Lakini Biblia haisemi hivyo. Inasema hivi, anachukua pesa ya mapato yake huyu mwanamke, anaenda kununua kiwanja kwa hela yake aliyoizalisha yeye. Yaani mke wangu huyu anatakiwa anunue kiwanja cha hela yake. Anasema ni kazi ya mwanaume kutafuta chakula ndani. Ndivyo Biblia inasema. Anataka chakula kutoka mbali, anawalisha watu wa nyumbani mwake. Sasa mbona mnawatwisha tu wa baba mizigo kwamba ni kazi ya baba? Sio swala la baba, ni kazi yako. Wengine wana hebu fungua Mithali, maana yeye anakodolea macho kama mimi jambazi fulani. Umefika 31:10. Anasema hivi, mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mumewe humwamini, wala hatakosa kupata mapato. Humtendea mema wala si mabaya siku zote za maisha yake. Hutafuta sufu na kitani, hufanya kazi yake ya mikono kwa moyo. Afanana merikebu za biashara, huleta chakula chake kutoka mbali. Tena huamka kabla
haijaisha usiku. Huwapa watu wa nyumbani mwake chakula, huwapa watu wa nyumbani mwake chakula na wajakazi wake sehemu zao. Mke mwema, mmesikia anasema anakula vya mume wake. Wamama tupungiane mkono. Sasa ni kuona unang'ang'ana cha mume wako. Kapambane, kafanye kazi kwa jasho lako, kule cha kwako. Na ikiwezekana hata mume akikosa asapotiwe na wewe. Naye mwanaume asikuone wewe ni mzigo, aone wewe ni msaada kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Hata binti kama hujaolewa, enda kupambana. Mwanaume, hakuna mwanaume ambaye anampenda mwanamke jobless. Unajua kama mwanamke unajielewa, unafanya shughuli zako na unazalisha, kila mwanaume anajua nikioa hapa najua patakuwa na baadaye mwema. Sasa kazi yako kurembesha midomo, kupaka kucha, yaani wewe ni kukaa kijiweni. Kitakuwa hicho kijiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pambana, uwe na maisha yako. Yaani Mungu atakukumbuka kulingana na wewe bidii yako ya maisha. Ile bidii yako ndio inasababisha mwanaume mwingine akuoe. Hakuna mwanaume ambaye anapenda mwanamke ambaye hana chochote. Unafikiri tutaoa sura yako? Mwanaume haoi sura. Haleluya. Mungu akakupe cha kufanya. Na hata kama huna cha kufanya, tafuta ukawe na cha kufanya. Hata kama ni kidogo, lakini kuna kitu ambacho unaingiza. Hata kama unaingiza 200, bado 200 ni hela. Kuna siku moja itaitwa 1000. Naomba tusimame. Maadui wa mafanikio yako au fursa zako. Adui wa kwanza ni mizimu au miungu ya kweli. Lakini adui wa pili ni tabia yako. Hebu sema tabia. Wewe unaijua tabia yako? Wewe ni mwanamke umeolewa, unataka kuamka kitandani saa 2. Ni mke wa mtu, unaamka saa 2. Alafu unaenda kulala kitandani saa 6 au saa 5. Ulikuwa unafanya nini? Ulikuwa unaangalia movie. Umechelewa kuamka kesho kwa sababu gani? Ulichoka katika kuangalia movie. Ili una akili timamu kichwani. Sometimes unaweza ukasema shetani hapa hayupo, ni tabia zako mbaya za shetani. Unaweza kana ukawa ndio shetani kuliko shetani mwenyewe. Tabia zako za kiburi, kujibu watu wenzako kwa mikato. Kwani uwe topic ya wengine kwenye vinywa vyao. Watu wakunenee mema, wasikunenee mabaya. Wakuone heri. Inua mikono yako. Unaenda kukataa tabia yako mbaya unayojua wewe. Kama ni mchoyo, mwambie Mungu uchoyo sitaki. Uchoyo ni roho ya shetani. Mmepika tu chakula kwa ndani, unatamani kila kizuri ule wewe. Yaani bila vipata vizuri ya nyama ndio unajipakulia wewe. Mshindo kwa jina la Yesu. Uchoyo sio roho ya Mungu. Sio roho ya Mungu kabisa. Tabia yako ndio inadetermine, ndio inapima kiwango chako cha kumcha Mungu kikoje.